Na uchawi huu kwa haya tuliyoyataja hapa, mafundofundo, maneno ya kuombaomba, wanaomba mashaitani na majini, maneno yasiyofahamika, makaratasi yenye maandishi yasiyosomeka wanayasoma wao wenyewe, haya yanaathiri mioyo. Huu ni uchawi, unaathiri miili, hutia maradhi, mtu akaugua, huua mtu akafa, hutenganisha mtu na ampendaye, baba na mwanawe, mama na mumewe, mwalimu na mwanafunzi wake, muajiriwa na bosi wake, na kuendelea. Huathiri kama alivyotuambia Allah kwenye Qur'an, fayataallamuna minhuma, wanajifunza kutoka kwa malaika wawili wale, ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji, mpaka kile kiwango ambacho wanaweza kutofautisha baina ya mtu na mkewe. Allah ametuthibitishia kwamba uchawi unafarikisha, lakini haufarikishi ila kwa amri yake, lakini unafarikisha kwa amri yake. Bali upo uchawi unatia wazimu, mtu amekuwa mwenda wazimu, katupiwa uchawi. Tunaelewana jamani hapa? Na ndio maana katika miongoni mwa zile aya za suratul Alaq, sura al-Alaq, al-Falaq, qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil uqadi. Ikathibitisha kwamba kumbe wako wachawi wanaopuliza katika mifundo. Ikaja hii aya, wa min sharri naffathati fil uqadi, na kwamba anajikinga kwa Allah kutokamana na shari za wachawi annaffathati, wanaopuliza fil uqadi, katika mifundo. Wanapuliza upulizaji wa kichawi, anapuliza na kuna maneno anasema, anapuliza kwa maneno anasema. Anaweza kukutaja jina lako fulani fulani kadha, huyu apatwe na hili, apatwe na hili, apatwe na hili, huku akiwa anaomba msaada mashaitani. Na ndio paka imekuja hadithi kutoka kwa mama yetu Aisha radhiallahu anha kwamba hata mtume wetu sisi alirogwa alayhi salatu wassalam, na ukamwathiri uchawi mpaka alikuwa akidhani kwamba amefanya jambo fulani wala hajalifanya. Anahisi kana kwamba nimefanya kitu fulani, kumbe hajafanya kitu. Mpaka siku moja akasema kumwambia mama Aisha radhiallahu anha, atani malakani, walinijia mimi malaika wawili, fajalasa ahaduhuma inda ra'si, mmoja wao akawa amekaa upande wa kichwa changu, wal akhar inda rijlayya, na mwingine amekaa usawa wa miguu yangu. Wakawa wanaulizana maswali, mmoja yuko upande wa kichwa, mmoja yuko upande wa miguu. Ana nini huyu bwana huyu? Mmoja anajibu, anasema huyu bwana
matbubun, bwana huyo amerogwa. Anauliza tena, wa man tabbahu, ni nani amemroga huyu? Anajibu, tabbahu Labidu ibn al-A'sam, amerogwa na Labid mtoto wa al-A'sam al-Yahudi. Amemrogea kwa kitu gani huyu? Malaika anajibu, fi mushtin wa mushatatin, kwa baadhi ya meno ya kitana alichokuwa akijitania, baadhi ya meno yake, na mabaki ya nywele zake na ndevu zake yaliyobakia kwenye kile kitana. Hivi viko wapi? Anataja viko ambavyo vimeingizwa kwenye kisima, fi bi'ri Dharwana, vile vimechanganywa na karara la mtende, mithili ya karara la mnazi, wamechanganya wamekwenda kutupa kwenye kisima. Ndipo akafanyiwa ruqya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndipo alipoteremshiwa hizi sura, qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas, iwe ni kinga na ni ruqya kwake kwa matatizo. Kwa hiyo uchawi upo, unatenganisha baina ya wapendanao, unatia maradhi. Mtu anaugua, anapelekwa hospitalini, anapimwa, haonekani na kitu. Yako haya mara nyingi tu, watu wanahangaika hospitalini, huyu bwana huyu anaangaliwa mwili wake wote, madaktari wanasema sisi hatuoni, huyu hana tatizo lolote, anaumwa lakini jamani, huyu hana tatizo lolote. Sasa utakuta wale madaktari wengine ambao wana viitikadi vya kishirikina, anakuambia wana huyu hana maradhi ya hospitali. Manake hapo kishaambiwa hivyo, manake nendeni kwa madaktari wengine wataalamu, huyu hana maradhi ya hospitali. Kama kumtaka kumwangalia maradhi, nendeni mkapige ramli. Yaani kana kwamba anamwambia akapigeni ramli. Lakini mtu anaugua, anaumwa kabisa, mtu mwenye imani na tauhid anawaambia msinipeleke kokote, yaani mimi siendi kwenye shirki. Mtu mwingine wanampeleka, yatokea bahati mbaya anafia kule kule kwa waganga wa kienyeji, akiwa ameridhia kwenda kupigwa ramli na kutazamiwa, anakufa na imani isiyokuwa ya Kiislamu. Hatari kabisa. Kwa hiyo uchawi unatia maradhi, uchawi unaua, uchawi unatoa akili. Mtu anakuwa kichaa na ukota makopo barabarani, kafanywa mambo ya kichawi. Wengine hutokea ni maradhi tu, kwamba Allah kawakadiria kuna mtihani fulani umepata wa kimaradhi, basi ameugua hivyo. Wengine vichaa ni vya kurithi pia, wana vichaa vya kurithi. Wale kwa ule ni uko vichaa wale, au kwa ule ni uko watu mwezi mchanga, ukifika mwezi mchanga basi wanaathirika. Hutokea hayo. Hiyo ni aina ya kwanza, ambayo hii inakuwa aina ya kuomba msaada kwa mashaitani katika hali ya kutaka kumdhuru mtu waliomkusudia kumdhuru. Na hili ili usaidiwe na mashaitani, na wewe pia mashaitani kuna mambo wanataka uyafanye kwao. Kuna mambo na mashaitani na wao wanataka wewe uyafanye kwao, uwafanyie. Yani nipe nikupe.
ukitufanyia haya sisi tutakufanyia uyatakayo. Na yote hayo ni kutaka kukufisidia dini, ikafisidika. Unaweza kukwambia nenda Mzimuni, njoo Mzimuni tumwagie damu, tunataka mnyama mwenye miguu minne. Kwa hiyo uende ukachinja ng'ombe au ukachinja mbuzi, ukaielekeza ibada kutoka kwa Allah ukaielekeza kwa asiye kwa Allah. Sisi Waislamu tunaitakidi kwamba kuchinja wanyama ni ibada, tunajikurubisha kwa Mola wetu aliyetuumba. Wakati huo huo tunaitakidi kwamba tunapomwaga damu za wale wanyama, zile damu hazimfikii yeye wala hanywi, wala zile nyama za wanyama wetu hazimfikii yeye, kwa sababu Mola wetu hali. Lakini kinachofika kwake yeye ni ile hali ya uchamungu wetu, ya kwamba tumenunua kwa pesa zetu nyama tukachinja kwa ajili yake tumridhishe Mola wetu. Hili linapaa kwake yeye Allah, na wala hanufaiki nalo kwamba kuna sehemu Allah anazidi au anazidishiwa. Hapana, bali lile linapanda, alafu Allah anakuwekea wewe mwenyewe likakufaa siku ya Kiyama. Ndio maana anasema ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu. Kwake yeye Allah yanapanda maneno mazuri na matendo mema anayainua kwake. Wal 'amalu salihu yarfa'uhu, na matendo mema pia anayainua kwake yeye huko juu, anakuwekea ili aende akakulipe siku ya Kiyama. Mja wangu, ulitoa pesa yako sikukuu ya kuchinja ukanunua mbuzi, kipindi ambacho hila yako labda ulikuwa na mahitaji nayo mengine, lakini umelifanya hili kwa ajili ya kutaka radhi zangu, basi ingia peponi. Mja wangu, wewe ulikuwa umepata vijipesa, ukaona nimridhishe Mola wangu subhanahu wa ta'ala, ninunue mnyama nimchinje, nigawe nyama kwa maskini na kwa mafukara wafurahi, na hilo jambo limridhishe Mola wangu. Kwa hiyo wema wako huu tumekuwekea, huu hapa tumekuzidishia daraja la peponi kwa sababu ulifanya jambo hili jema. Kwa hiyo kuchinja kwetu sisi ni ibada. Sasa shetani anapokuambia nichinjie, au njoo na njiwa, njoo na kuku mwekundu, kuku mweupe, njoo sijui na mnyama mwenye miguu minne uje umchinje, tayari ni kana kwamba amekwambia badala ya wewe kumsujudia Allah, njoo nisujudie mimi. Kwa maana umeitoa ibada ya Allah kwa Allah, umeielekeza kwa asiye kuwa Allah. Ashakutoa kwenye Uislamu wako, ameshakutoa kwenye Uislamu wako, kwa maana umeshamtumikia shetani. Kwa hiyo wewe ukimtumikia shetani, na yeye anakutumikia, na yeye anakutumikia. Kwa bwana, mimi yule mzee fulani nataka jua lisichwe, yule mzee fulani jua lisichomoze, tupate taarifa ya kifo chake. Shetani na yeye anakwenda kutumikia. Kweli bwana, ukawa unatisha kijijini, unatisha wilayani, unatisha mkoani, kwamba mzee fulani akikutaka jua halichwi. Ni jinsi gani yeye anavyotaamaliana na mashaitani na jinsi gani mashaitani wanavyotaamaliana na yeye. Nipe nikupe, fanya baya nikufanyie baya lako. Bali hutokea mashaitani wakiwataka watu hao, watu wao, marafiki zao, katika hali ya kuwatumikia, wanawaamrisha mpaka wachukue Qur'an, wainajis Qur'an. Kwa hiyo kila vile kufuru zako zinavyokuwa kubwa, ndivyo kila vile makarama yako ya kishetani yanavyokuwa makubwa. Wewe utakufa leo, shetani wake, majini yake anakwenda kumshughulikia wewe. Watu sasa, mzee fulani mchawi yule, kiboko, na unakwenda mpaka unatoka ile nuru ya kiimani, mpaka kukutana na mchawi usoni. Yani mchawi ukimwangalia usoni unajua hili jamaa jichawi, hata kama ni mweupe wa rangi, juso limekuwa la kinyamanyama hivi,
dhahiri. Hii ni aina ya kwanza.